Yes, uhabari gani mwana michezo mwenzangu, kama ndo kwanza unajiunga nasi basi hii hapa ni H&T Media ambao linakuletea taarifa za michezo kila wakati kila saa mara baada tu ya kuhappen. Si kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunakuletea kila unachostahili kunako anga la michezo hapa Tanzania, lakini kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba tunakupasha taarifa za usajili ambazo zinaendelea kuhamaka headline sana katika mitandao ya kijamii. Kazi yetu ni kukupasha wewe ili uweze kujua akina nani wameongeza mikataba kunako klabu ya Yanga. Bana, endelea kwa pamoja nasi. Kwa wewe ambaye ndo kwanza unajiunga nasi, hakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe, lakini kwa wewe ambaye umeshakwisha kusubscribe, comment yako ni muhimu sana. Hakikisha una drop comment yako hapo, alafu tuje twende sawa katika wasaa wa kusoma comment na kuhakikisha tunapatana vizuri kabisa kwa mwana familia wa H&T Media. Bana, tuitazame undani wa taarifa hii ambayo imeendelea kuhappen na kutendi sana kwa mitandao ya kijamii, ikionyesha wachezaji kadha wa kadha, wachezaji tegemewa kuna kikosi cha Young Africans kusinya kunako klabu hiyo na kuongeza mikataba. Unaambiwa kwamba wachezaji kadha wa kadha kunako klabu ya Young Africans tayari wameshakwisha kuonyesha nia ya kusaini, na wengine tayari wameshakwisha kusaini mikataba mipya kunako kikosi hiko cha Young Africans. Bana, leo tunamzungumzia nani? Pacome Zouzoua na Yao Kwasi Ataula. Bana, wachezaji hawa walitoka katika klabu ya ASEC Mimosas huko Ivory Coast na kutimkia kuna kikosi hiko cha Young Africans, ambapo wote walipata kandarasi ya miaka miwili. Lakini baada ya hapo mikataba yao ilivyokwisha kutamatika, tumeona pia taarifa zikienea tofauti juu ya wachezaji hao wawili ambao wanakizima kuna kikosi hiko cha Young Africans. Moja kati ya mchezaji ambaye alikuwa anatajwa kuondoka kuna kikosi hiko cha Young Africans na kutimkia kwa majirani za Simba Sports Club ni Pacome Zouzoua ambaye alikuwa anatajwa kuondoka kuna kikosi hiko cha Young Africans na kutimkia Simba, ambapo kuna taarifa zilienea kuna kwa mitandao ya kijamii kwamba mchezaji huyo huenda atajiunga na machampions hao kutoka hapo Msimbazi, Simba. Lakini kwa taarifa ambazo za kuaminika kabisa ambazo tumezipata kutoka kwa watu wa karibu na uongozi wa klabu ya Young Africans ni kwamba Pacome Zouzoua ameongeza mkataba wa miaka mingine miwili sambamba na Yao Kwasi Ataula ambaye mwenendo wake umekuwa sio mzuri kutokana na majeraha ambayo yamekuwa yakimsumbua. Lakini kwa sasa unaambiwa kwamba Pacome Zouzoua pamoja na Yao Kwasi Ataula fullback unaambiwa tayari wameshakwisha kusinya hapo kuna kwa kikosi hiko cha Young Africans, na tutaendelea kuwaona katika misimu mingine miwili hapo kuna kwa kikosi hiko cha Young Africans. Bana, moja kati taarifa kubwa ambayo kwa sasa ilikuwa inazunguka sana, taarifa ya head coach wa klabu ya Young Africans Melody Hamdi iliyokuwa ikizungumzia juu ya uwepo wa Djigui Diarra, goalkeeper bora kwa misimu yote kwa pande wa klabu ya Young Africans. Unaambiwa kwamba goalkeeper huyo anatamani aendelee kubaki kunako kikosi hiko cha Young Africans. Kwani nini kilichotokea mpaka Melody Hamdi aweze kuzungumza hivyo? Moja kati ya taarifa kubwa ambayo tunakuletea hapa uweze kujua ni nini kinachoendelea. Unaambiwa kwamba Djigui Diarra alikuwa anatajwa kujiunga na Wamba kutoka South Africa kwa maana ya Kaizer Chiefs, ambao walikuwa wameshaonyesha nia ya kumchukua Djigui Diarra pamoja na kutokuwa na kiwango bora hapo katikati. Lakini kwa sasa ameizihirishia Young Africans kwamba ataendelea kusalia kuna kwa kikosi hiko kwa miaka mingine miwili. Pia Melody Hamdi kama head coach wa klabu hiyo ameweza kushinikiza uongozi wa klabu hiyo ya Young Africans juu ya kumbakisha mlinda mlango huyo modern goalkeeper ambaye anatajwa kusalia kuna kikosi hiko cha Young Africans. Kwa taarifa zilizotufikia kwa wakati zilikuwa zinaeleza kwamba moja kati ya goalkeeper ambaye yupo katika kikosi cha Singida huenda atajiunga na klabu hiyo ya Young Africans kuja kuchukua mikoba ya Djigui Diarra. Lakini kwa taarifa sasa rasmi kabisa ambazo tumezipata kutoka ndani ya klabu ya Young Africans ni kwamba
golikipa huyo ataendelea kusalia kuna kikosi cha Young Africans na kwamba hataweza kuondoka klabuni hapo na ataendelea kukizima klabuni hapo kwa muda wa miaka miwili tena. Bana, kwa taarifa ambazo zimetufikia hivi karibuni kwamba baadhi ya nyota watatu wanaotajwa kuingizwa katika ingizo jipya hapo kuna kikosi cha Young Africans, unaambiwa moja kati ya beki moja matata sana kutoka huko Ghana tayari ameshakwisha kufungua mazungumzo na klabu ya Young Africans ili kuhakikisha kwamba anajiunga na machampions hao kutoka Jangwani. Nazungumzia Young Africans ambao wameamua kuboresha kikosi chao kutokana na kwamba katika msimu wa 25-26 klabu ya Young Africans itashiriki ligi ya mabingwa Afrika CAF. Kwa hiyo ni wakati sahihi wa klabu hiyo kuhakikisha kwamba wana boresha kikosi chao kwa kuhakikisha kwamba wanaingiza nyota wengine wapi ambao watakuja kusaidia katika kikosi hiko. Unaambiwa kwamba moja kati ya wachezaji ambao wanatajwa kuingia kuna kikosi hiko cha Young Africans ni wachezaji 6, 4 wakiwa ni wageni wa nje, lakini pia 2 wakiwa ni wazawa, ambao ndani yao pamoja na Wilson Nangu kutoka katika kikosi cha JKT Tanzania ambacho kinashiriki ligi kuu Tanzania bara, NBC Premier League. Wilson Nangu fullback wa kikosi hiko basi unaambiwa kwamba anatajwa kuingia kuna kikosi cha Young Africans mwishoni mwa msimu huu, dirisha kubwa la usajili litakapofunguliwa. Basi unaambiwa kwamba Wilson Nangu anatajwa kujiunga na klabu hiyo ya Young Africans. Lakini kwa taarifa ambazo tumezipata pia kuhusiana na Xavi Onoya, moja kati ya winga maridadi na mahiri sana kutoka katika klabu ya Maniema Union, unaambiwa kwamba tayari naye dili lake la kujiunga na klabu ya Young Africans lipo wazi. Muda wowote Xavi Onoya atatangazwa katika kikosi hiko cha Young Africans mara baada ya dirisha hilo kufunguliwa, kutokana na kwamba mazungumzo ya pande zote mbili yameshafikiwa na tayari Xavi Onoya atajiunga na klabu hiyo ya Young Africans sambamba na Basihala ambaye pia anatoka katika kikosi hiko. Lakini Maxi Pierre Nzingeli akitajwa kuhusika katika dili hilo la kukamilisha usajili wa Xavi Onoya na Basihala ambao pia wote wanatoka katika kikosi hiko cha Maniema Union. Wakati ambapo Maxi Pierre Nzingeli alikuwa katika kikosi hiko, basi watatu hawa walikuwa wanatengeneza pacha kwa maana ya winga wa kulia na winga wa kushoto pia na kiungo wa katikati kwa maana ya Basihala. Unaambiwa kwamba moja kati ya taarifa kubwa ambayo inaendelea kuteka headlines sana kwa upande wa klabu ya Young Africans ni juu ya maingizo hayo ambayo yanatajwa kuwa maingizo gari kabisa, na ni vijana wadogo wenye umri 20 mpaka 25 ndo hao wanatajwa kujiunga na klabu hiyo ya Young Africans. Endelea kubaki nasi hapa ili tuweze kukupa taarifa ambazo unastahili kuzipata kunako anga hili la michezo, hasa wakati huu hapa ambapo tetesi za sajili zinaendelea kushika kasi sana kutokana na kwamba ligi ya Tanzania NBC Premier League imefika ukingoni sana, imeelekea ukingoni kutokana na kwamba baadhi ya mechi wamebakisha michezo mitatu, baadhi ya vilabu wamebakisha michezo mitatu, lakini baadhi yao wengine wakibakisha michezo minne. Simba Sports Club ndo mwenye michezo mingi ambayo imesalia kutokana na kwamba anashiriki katika kombe la shirikisho barani Afrika CAF, ambapo anatajwa kwenda kucheza finali katika siku ya tarehe 17. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo inaendelea kushika kasi sana huko katika mitandao ya kijamii ni juu ya maingizo mapya hayo ambayo tayari kwa upande wa Young Africans yameshakwisha kufikiwa na majina tayari yameshakwisha kutupwa mezani. Kinachosubiriwa tu kwamba ni dirisha lifunguliwe ili tuweze kuona majabu juu ya wachezaji hao ambao wanatajwa kuwa makini sana na wachezaji hatari ambao wanakuja kujiunga na klabu hiyo ya Young Africans na kuhakikisha kwamba wanakamilisha malengo ya klabu ya kuifikisha klabu hiyo katika hatua ya robo finali kombe la mabingwa barani Afrika CAF, kama malengo ambayo
Young Africans walikuwa wamejiwekea kwa msimu jana, kwa msimu huu na ambao unaelekea kutamatika, lakini hawakufanikiwa kuyafikia malengo hayo. Kwa wakati huu basi Young Africans wamesema kipa lazima malengo yao yatimie chini ya rais wao Engineer Said, ambaye pia ni mwenyekiti wa umoja wa virabu barani Afrika, ACA, kwa maana ya African Club Association.